Kwa majina anaitwa Lea Rafael Bundala, natokea Morogoro. Morogoro. Karibu mama. Mimi jamani, nilikuwa mlevi wa pombe miaka 30. Miaka 30? Ndio. Na nilikuwa sio kama nakunywa, kama namwaga vile. Ulikuwa sio unakunywa unamwaga? Ndio. Nilikuwa na uwezo kunywa kreti 3 bia 60. Bia 60? Ndio. Yaani hapa Dar es Salaam wengi wananijua sana, nimekimbia kama na miaka 8 hivi. Ulikimbia? Ila wengi wananifahamu. Ulikuwa hapa Dar es Salaam? Miaka 22. Nilikimbia, yani nilivyoanguka kwenye pombe. Ulivyo? Nilivyodondoka kwenye pombe, ilivyoniangusha. Pepo alivyoniangusha. Uliangukia kwenye pombe? Vibaya mno. Nilikuwa na duka hapo Kinondoni B, saluni, nilikuwa na saluni nyingine Mkwajuni, nilikuwa na gari. Nilikuwa na duka, saluni. Saluni 2, duka moja la vipodozi. Kwa pombe kila kitu kiliharibika. Niliuza hadi gari, nilikuwa na gari. Ndio. Nikafilisika, nikabakia sifuri. Ndugu, wazazi, rafiki wote wakanikimbia. Ndio. Mimi nilikuwa na marafiki, yani na marafiki hapa ninavyosema, wanayenijua wakiniona wanashangaa kwanza. Walinikimbia wote, nikarudi nyumbani nikaonekana sifai. Nilikuwa nina hela yani sana tu. Ulikuwa na hela? Sana. Nilikuwa na marafiki wakanikimbia wote. Ndio. Kafika mwaka jana nikaanza kuumwa. Lakini ulikuja kama miaka 2 nyuma Morogoro, nikaja kwenye kongamano. Ulikuja kwenye mkutano? Ndio. Wakati naumwa? Ndio. Nilikuwa siumwi sana. Nikachukua mafuta nikanywa, nikawa natumia mafuta na maji. Nikapumzika pombe kama miezi 2, nikarudi tena. Ukarudi tena. Gari likawaka. Nilivyoanza kunywa ikawa zaidi ya hata mara 7 pale. Nikaenda mwaka jana sasa. Naenda kwa wachungaji, naombewa, nasema labda nina pepo. Najipenyeza nifike mbele, labda nitaanguka. Wapi? Nasema mimi mbona nakunywa pombe kuliko watu wengine? Alafu silewi, ikafika silali, sipigi chapi hata, nimetumia mpaka ugoro ule wa Masai. Ili upige chapi? Miaka 20 sijui chapi. Mwaka jana sasa nikaanza kuumwa. Ila umwa wangu nikasielewi. Sina mia, nyumbani wote nikiwafuata naambia nenda kwao na kununulia pombe, wakupe hela dawa. Mimi naenda kwa jirani naomba hata Panadol, yani kutuliza maumivu, sina hela hospitali. Nikaasha TV, wananiambia omba Mungu. Miaka 30 sijui kanisa langu mimi nikienda kwenye msiba, harusi. Ndio nasikiza kanisa. Bas. Nikaa naangalia Rise and Shine, naangalia shuhuda vizuri, lakini zikisha hata moja sina kichwani. Wala siwezi kuhadisia nilichosikiliza pale. Nachukua maji, mafuta na yaombea, na nyanyua, nikipaka naungua. Unaungua? Vibaya mno. Nayaacha. Nakaa nasema, sasa nikiacha mbona watu wanapona? Kwa nini nisiatumie? Watu wanaambia, "Wewe omba." Naambia, "Sasa mimi naombaje?" Baadaye hadi mamangu, hapa mamangu ananiona, nimemwambia. Anakuona sasa? Ndio. Mama anaenda kumwambia, "Mimi maji mimi naacha." Mama ananiambia, "Tumia." Sasa mbona ananiunguza? Nilikuwa chini, siwezi kujifunika wala humu. Kwa nini? Naungua, yani mafuta nikipaka. Ukitumia maji ya upako naungua. Na mafuta naungua vibaya mno. Mpaka vidonda. Mpaka nimetoka nitumia mafuta ya nyayo ya kupaka, nilitoka Mangozi, nikasema mafuta mimi yamenikataa nini? Mbona wengine wanapona? Sasa kila siku nasikia inua imani. Na mimi nakaa kitandani. Sasa ni inuaje wakati mimi naamini Mungu anaweza? Sasa nasikia kichwani kama sauti nikisali, maana nasali mimi ni Mroma. Sali zile sala zangu. Nakuja nikisali, baadaye nasikia sauti rohoni. Ndani, wewe Lea, unamdanganya Mungu. Wewe unataka kuacha pombe? Unasikia sauti? Nasikiliza. Baadaye nakaa, hivi mimi nitapona? Namuomba Mungu, alafu hapo najikebei mwenyewe. Nimekaa nasikiliza, baadaye sasa silali usingizi kabisa, sinywi pombe kwa sababu naumwa. Silali, nikaamka nikakaa, nikasema Mungu, naomba hizi sauti za roho usizisikilize. Mimi hizo sio za kwangu. Nisikilize kutokea mdomoni kwangu. Mimi na usingizi nitakufa. Mimi? Na usingizi nitakufa. Nikasikia sauti inaniambiaje, "Wewe unataka Mungu gani akuponye?" Nikafikiria, nikasema, babake Yesu, babake Ibrahim, babake Isaka, babake Yakobo na babake mimi Lea.
Amen. Aha. Nikamwambia mimi nataka kulala. Mimi sawa nimefanya dhambi lakini siongozi kwa kufanya dhambi hapa duniani. Na usingizi. Tangia siku hiyo nikapanda kitandani, nikalala kuanzia miguu hadi kichwani, hadi leo nalala. Unalala? Hadi leo kuanzia siku hiyo niose. Ulikuwa ulali? Kabisa, asubuhi, mchana, jioni, hata mwezi. Nikasema nilivyoamka akaniambia nimekoroma, nikasema hivi kweli nimekoroma? Nikasema Mungu ina maana kanisikiliza, amenisikia nilivyomwambia jana kwamba asikilize mdomoni kwangu. Nikasema hizi sauti za roho kweli sizitaki. Nikasema sasa hivi nitakuwa nasali kutoka mdomoni. Ndio. Nikakaa mara usiku katikati kapiga chafya. Ukapiga chafya? Nikaamka kaambia ina maana Mungu amenirudisha duniani, nilikuwa nimekufa. Naongea tu mimi mwenyewe, yani maneno yananitoka tu. Mara kuna kama watu wanajua yule ndege akipita juu ya nyumba wanasemaga mkata sanda yule. Mnafahamu? Alikuwa anapita hata nikikaa sebleni anapita nyuma dirisha langu. Anapita. Mimi nikimsikia, yani hata kama ni usiku lazima nimsikie yule ndege anapita. Baadaye nasikia rohoni na yani sauti inaambia kataa kufa, kataa kufa. Sasa mimi nakataaje kufa? Mimi kanisani sikujui kataa kufa nikatae vipi? Nikajistukia tu nimesema sifi kwa jina la Yesu. Mara kesho tena sasa nikalipenda ile neno. Nikisikia tu mimi nasema sifi kwa jina la Yesu. Baadaye rohoni nasikia sauti zinasema low battery. Yaani yule ndege sasa anapita sauti inatoka ndogo ndogo. Okay. Nikamwambia chaji imeisha, kwa jina la Yesu utakufa kwa jina la Yesu. Amen. Yule ndege akakata kabisa. Akawa haonekani tena. Kakata kabisa. Yaani hata sasa hivi nimetoka kupima kilo, nimekuta 81, nilikuwa na kilo 64. Nilipelekwa wodi ya vichaa kabisa, vichaa. Ulipelekwa wodi ya vichaa. Ukawa na kilo 64. Leo nimepima pale na 81 mpaka mwenye mzani nikamwambia labda mzani wako mbovu. Pigia Yesu makofi. Sasa walinichoma sindano vichaa kabisa, wakajua ni kichaa, lakini madaktari wakasemaje? Huyu sio kichaa, ni msongo wa mawazo. Ndio. Umeona? Wakanirudisha nyumbani. Sasa nyumbani wote walikuwa wanajua mimi nakufa kesho. Yaani hadi majirani kesho au kesho kutwa. Kesho au kesho kutwa. Sasa mimi nikasema, sasa inua imani. Inua imani. Mimi ninaumwa afu unaniambia niinue imani wakati imani mimi yangu imefika mwisho. Namwambia Mungu mimi imani yangu imefika mwisho. Kama unao nyingine niongezee. Kumbe ndio unapona, mimi sijui sasa. Kumbe ndio unapona. Kumbe ndio unapona, sijui. Yale maji nikiacha, baadaye nasema sasa nikiacha maji, mbona watu wanapona na maji na mafuta napaka tena. Inaenda mpaka yakaanza kupungua. Nilikuwa sijui lini nimekula chakula asubuhi, mchana, jioni, sijui. Na miaka. Ila pombe inapita na maji basi. Nikamwambia Mwenyezi Mungu, mimi appetite imekataa. Wewe unajua kugusa sehemu yoyote mimi appetite ikarudi. Hadi sasa hivi ninavyokuambia, hadi maji naona matamu. Hadi maji naona matamu. Hadi maji. Maharage nilikuwa sili, yani chakula chochote mimi ninakula. Pigia Yesu makofi. Ndio nikasema Mwenyezi Mungu, nashukuru kwa kuniponya. Ila wewe unaposema sijui andika maombi, kila nikitaka kuandika niinue kiuchumi, nasema hapana. Kwa sababu mimi kwa waganga nilikuwa siendi. Nilikuwa nasaligi hivi napata hela. Sasa nikisema ila Mungu mimi alikuwa ananipa kabisa. Lakini mimi mshauri wangu alikuwa pepo ananipeleka kwingine. Sasa kwa sababu pepo ameondoka, nikamwomba Mwenyezi Mungu, naomba kwanza nikujue wewe kwanza, siombi. Siombi kabisa. Kwa sababu imani yangu najua utanipa lundo la hela. Ndio. Ila kulimanage bila njia zako sitoweza kukaa nazo, zitaisha kama zile. Ndio nimekuja kutoa shukrani, nimetoka Morogoro. Pigia Yesu makofi. Njoo hapa. Simama hapa. Hallelujah. Adui alipiga maisha yake. The enemy struck her life. Na kusudi la adui ilikuwa ni kummaliza huyu. And the purpose of the enemy was to finish her. Lakini Yesu amemkomboa. But Jesus have redeemed her. Mmesikia amesema alikuwa na saruni wapi? She had stolen where? Kinondoni B na Mkwaju. Na ulikuwa na biashara nini? Duka la vipodozi jingine. Maduka matatu. Maduka? Matatu. Na gari baluni AEA 840. Adui, the enemy, lazima anguke kwenye maisha yako. Must fall out of your life. Sasa kama ulivyoomba, as you pray, Mungu atakujalia kumjua yeye. God will enable you to know. Kwa sababu naomba kumjua yeye. Because you requested to know Mungu, you will know God. Na atarejesha utajiri kwako zaidi ya ule uliokuwa nao. You will restore the riches more than what you had before.